Nimekuja kwa ajili ya kufuatilia utekelezaji wa shughuli za serikali, kuweka mawe ya msingi, kuzindua miradi ambayo imekamilika, lakini pia na kutolea maelekezo maeneo ambayo yanahitaji kuchukua hatua. Hadi sasa nimeona kazi kubwa ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kupitia ziara hizi ambazo tumezifanya. Na ndugu zangu wananchi wa Moshi, kazi iliyofanyika inatupa heshima kubwa wa Tanzania wote. Na mimi nimeridhika na kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amefanya. Tuna maeneo hata hapa Moshi ambayo ninyi ndio mashahidi wakubwa kwamba yalikuwa yaendani na hadhi ya mkoa wa Kilimanjaro. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan katika miaka yake minne na sehemu ameweza kutekeleza miradi hiyo. Kwamba kwa zaidi ya miaka 60 ya uhuru tulikuwa na halmashauri ambazo hazina hospitali za wilaya. Tulikuwa na wilaya ambazo hazina hospitali ya wilaya. Tulikuwa na wilaya ambazo hazina hata hayo majengo ya utawala. Jana nimepita wilaya ya Rombo. Rombo ni moja ya wilaya kubwa ya siku nyingi maarufu. Ilishatoa mpaka waziri wa fedha, lakini kumbe haikuwa na hospitali ya wilaya wala jengo la utawala. Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani akajenga hospitali za wilaya 119 kwenye wilaya zote ambazo hazikuwa na hospitali za wilaya. Hili ni jambo linalotupa heshima kila mmoja wetu, kwa sababu afya ni mtaji wa kwanza wa kuweza kujiletea maendeleo. 119. Lakini pia amejenga majengo 143 ya utawala, majengo ya kisasa. Nimepita kote kwenye maeneo hayo, nimejionea. Hata leo nimejionea pale Moshi DC. Haya ni mambo yanayoonekana, yako 143 kwa nchi nzima. Lakini nimejionea vituo vya afya kwenye makao makuu ya tarafa zote nchi nzima. Akajenga vituo vya afya 649, na hata huku mkoa wa Kilimanjaro wamepata vituo hivyo. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan kwa utekelezaji bora wa waziri wetu wa elimu amejenga shule mpya za amali 103. Huu ni urithi mzuri kwa watoto wa Kitanzania, na zingine zikiwepo katika mkoa wa Kilimanjaro 103. Lakini mbali na hivyo akajenga shule moja maalum ya wasichana, kila mkoa shule mpya. Na kwenye hizo akajenga shule 1300 za sekondari mpya. Akajenga shule za msingi 2800. Akajenga zahanati 2700. Haya ni mambo ambayo yanaleta heshima na yanaweka thamani ya utu wa Mtanzania. Lakini hii nimetaja tu katika baadhi ya miradi iliyoko kwenye sekta ya elimu. Hivyo kwenye miradi ya miundombinu ya barabara, hivyo kwenye miradi ya umeme. Hivi tunavyoongea tayari mkataba umeshasainiwa wa kuendelea kujaziliza umeme katika mkoa wa Kilimanjaro, kwenda kwenye vitongoji ambavyo vilikuwa bado havijapata umeme. Hivyo kazi kubwa inayofanyika kwenye sekta ya maji. Kama ninyi mnavyofahamu,
kumekuwepo na mabadiliko makubwa ya tabia nchi. Maeneo ambako watu walikuwa wanapata maji kwa urahisi tu, sasa hivi kumeendelea kuwa kugumu na kugumu. Na mmeona kila eneo tulikopita, Mheshimiwa Waziri wa Maji ameendelea kutoa ufafanuzi wa hoja zinazohusiana na masuala ya maji. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan amewekeza pia kwenye shughuli za uzalishaji. Wakati anapokea nchi kulikuwa na miradi takriban 13 ya umwagiliaji. Hivi tunavyoongea kuna miradi 780 ya umwagiliaji, na hata hapa tumepokea mahitaji ya miradi ya umwagiliaji ambayo mingine iko hatua za usanifu, mingine iko hatua za manunuzi, ili kuweza kuongeza uzalishaji usiotegemea tu hali ya hewa ya mvua, bali unaotunza maji yanayopatikana na baadaye yatumike kwa ajili ya umwagiliaji. Haya ni ya utangulizi ambayo niliona niyaseme kama sehemu ya salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alinituma niwasalimie nitakapokuja hapa Moshi Manispaa. Anawasalimia sana na amenituma niwahakikishie kwamba ahadi ambazo amezitoa, ambazo tumesikia wabunge wakizisema, na zile ambazo ziko kwenye ilani ya uchaguzi zitakwenda kutekelezwa. Nimejionea miradi. Niwapongeze sana Moshi Manispaa pamoja na Moshi DC. Miradi niliyopitia mmefanya kazi. Mmefanyia kazi. Tena miradi mikubwa mikubwa. Ujenzi wa jengo la halmashauri, ujenzi wa hospitali, na leo hii tunaona stendi hapa. Stendi hii kubwa. Kwa nchi zingine jengo kama hili ndio jengo la uwanja wa ndege wa kimataifa wa nchi hiyo. Kwa ajili tu ya mahusiano ya kimataifa sitazitaja hizo nchi. Jengo la aina hii zipo nchi ndio jengo lao la uwanja wa ndege wa kimataifa. Ninyi hapa ni stendi ya mabasi ya Moshi mjini. Hongereni sana, hongereni sana. Mashemeji, mambo yenu yako juu sana. Lakini sio hilo tu. Nimeona hali ya utekelezaji wa miradi. Nimeridhishwa na uzingatiaji wa ubora. Nimepokea changamoto ya mtiririko wa fedha. Tutakaa na wenzangu serikalini, na hapa tuko na naibu waziri wa fedha, tutakaa na wenzangu ili fedha iweze kuja kwa mtiririko wa kuridhisha kwa ajili ya ujenzi wa stendi yetu hii pamoja na jengo letu la hospitali ya Manispaa. Nimemwelekeza Mheshimiwa naibu waziri atafute hizo bilioni 2 ili mkandarasi aendelee na kazi. Lakini na hapa tumepokea hiyo taarifa, Mheshimiwa naibu waziri, ufanyie kazi pia na maombi ya hapa ili mradi huu na wenyewe uweze kukamilika kama ambavyo tumesikia kwenye taarifa na tumemsikiliza mkuu wa mkoa hapa akielezea. Lakini pia nimepitia barabara yetu ile bypass ambayo waheshimiwa wabunge wote wameisemea kwa nguvu kubwa sana. Mheshimiwa mbunge wa mjini, Mheshimiwa mbunge wa vijijini na Mheshimiwa mbunge wa Vunjo. Nimetoa maelekezo kote nilikopita kwamba ujenzi wa kiwango cha changarawe unavyofanyika sasa hivi uendelee kwa kasi ili barabara iendelee kupitika. Nimeoneshwa barabara ilivyokuwa kabla ya ujenzi kuanza. Nimeona ni mto, ni madimbwi, ni bwawa, barabara ambayo haiwezi kupitika mvua ikinyesha. Kwa hiyo ujenzi huo uendelee ili iweze kupitika. Lakini pia nimetoa maelekezo ufanyike mchakato wa kuihamishia TANROADS ili iweze kujengwa kwa lami na iweze kuwa bypass ambayo itatupunguzia msongamano wa magari ambayo hayana ulazima wa kupita ndani ya mji. Tumeona kuanzia kule Chekereni kama nimepatia Mheshimiwa mbunge,
kuja mpaka hapa Mabogini na kupitiliza mpaka inatokea Hai. Maana yake kwa yale magari ambayo hayana uhitaji mkubwa wa kupita hapa ndani yatapunguza msongamano huo. Yako magari ya mizigo kufuatia uwekezaji unaofanyika kule Tanga bandarini, yapo na mengine ya shughuli zingine za uzalishaji ambayo kimsingi wenda yasingelazimika sana kupita ndani ya mji. Kwa hiyo hii na yenyewe nimeshaitolea maelekezo. Lakini tumepokea hoja nyingi zinazohusiana na miradi ya maji. Na leo tuko na Mheshimiwa Waziri wa Maji, atapata fursa ya kusalimia aweze kuwaelezea mpango unaotakiwa kwenye eneo la upatikanaji wa maji. Lakini la pili, nimepita kumwona Mheshimiwa mbunge wetu ambaye alipata msukosuko wa ajali na Mungu amemnusuru yeye na wenzake wote waliokuwa kwenye gari ile. Lakini mmeona ajali ilikuwa mbaya. Nimeonana naye, anaendelea vizuri. Nimeongea naye lakini nimeshangaa sana. Mbunge yuko kitandani hospitalini, lakini katika salamu nilidhani atatumia dakika nyingi anielezee panapouma hapa na hapa na hapa. Ameelezea ameshapata matibabu. Alivyomaliza kuelezea panapouma, ameenda moja kwa moja ananiambia, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna jambo la mochwari yetu. Baada ya hapo amesema, nimemwona naibu waziri wa afya. Mimi nilidhani alitaka aje amsalimie. Amefika pale anaelezea hoja za wananchi wa Moshi. Amemaliza pale anaongelea habari ya soko, anaongelea habari ya stendi. Mimi niwaambie, mna mbunge anayejali sana maslahi ya jimbo lenu. Nilisema pale hospitalini, nikasema hii ni commitment ya hali ya juu sana. Hiyo ni dhamira ya hali ya juu sana ni moyo wa kiutumishi. Kukumbuka jambo la wananchi ungali bado huko hospitalini. Sisi tumeenda tukiwa mioyo iko juu kuhusu afya yake, yeye tumemkuta moyo wake huko juu kuhusu maendeleo ya wananchi wake. Hilo ni jambo ambalo limenigusa sana, na mimi zile hoja zake alizozisema nitafuatilia kuweza kuhakikisha kwamba zinatekelezwa. Nina maeneo machache ambayo ninatamani kutolea maelekezo kabla sijawaita waheshimiwa mawaziri kuja kutoa salamu na ufafanuzi wa maeneo machache. Eneo la kwanza, tumelimbikiza migogoro ya rejareja mingi sana. Kero zinazomeshatolea ufafanuzi, na yale ambayo tumeyachukua ili tuyafanyie kazi kwa umakini. Hakikisheni yote yanapata ufumbuzi. Kuna vitu vya rejareja vingi mno, na vingine vinahusisha serikali. Hilo sio jambo jema. Twendeni tutafutie ufumbuzi masuala hayo yanayohusu hoja za wananchi. Tusichukulie mambo kwa rejareja. Tusichukulie kupuuza masuala yanayohusu maisha ya watu wetu. Mambo mengine ukilifuatilia haupati sababu yeyote zaidi ya kuona kwamba ni kupuuza. Jambo ambalo mwananchi halimpi usingizi, linampa ugonjwa wa moyo,
linafika kwenye ofisi ya serikali linapuzwa. Hili ni jambo ambalo halikubaliki. Jana nilipita Rombo pale, nikakuta mama mmoja analia pale tukiwa Tarakea. Amepeleka fedha zake zote kwenye SACCOS mojawapo hii, zimeshikiliwa huko. Ilikuwa inatakiwa barua tu ili hao watu waweze kupewa fedha zao tangu mwaka jana. Kuna mtu mmoja yeye analipwa mshahara kila siku, amekalia tu barua ile, kakaa nayo tu. Uwezo wa kuandika barua hata kwa penseli alikuwa nayo, kapuza tu, kwa sababu yeye kwenye maisha yake yamenyoka, analipwa mshahara. Hata asipofanya kazi anapandishwa kwa kukaa sana ofisini, kwa kukaa sana kazini, amepuza tu. Nilielekeza, ukitaka kujua kiwango cha kupuza, nilielekeza kabla sijatoka mkoa wa Kilimanjaro, barua hiyo imeshapatikana. Nusu saa baadaye barua hiyo ikapatikana. Maana yake ni kiwango tu cha kupuuza masuala yanayohusu wananchi. Mimi niwakumbushe ndugu zangu, ninyi mnaweza mkawa mnapuuza ukisikia 100,000, 20,000, 15,000. Niwaambieni, nchi yetu bado ina jamii, bado ina watu. Ndani ya mwezi mmoja kuihangaikia 10,000 ni shughuli. Bado tunao watu aina hii. Unapomwambia aje kesho na tayari yuko hapo ofisini kwenye jambo ambalo lingeweza kutatuliwa siku ile ile, na amekuja kwa nauli. Huku ni kujifungia ofisini na kusahau maisha halisi ya watu mnaowaongoza. Nilipita juzi Same. Nilifika pale, mnatamani nisirudie ule mfano, na nitaurudia tu kwa sababu mlifanya upuzi. Fundi amejenga vyoo 21, kaikabidhi serikali, vyoo vinatumika, anadai milioni 2, mpaka ndoa yake imeharibika. Ameuza mpaka mifugo kwenye jambo ambalo kafanya kwa uaminifu. Hatuna halmashauri hata moja inayoshindwa kupata milioni 2 kwa miaka 5. Huku ni kupuuza. Ndio maana nilisema ili muone machungu ya fedha, sisubiri hata kesho. Nilisema hapa mtoe fedha, apewe ile fedha yake. Na hapa wala msipate shaka, nitawasikiliza na hapa. Nimekuja kwa ajili hiyo. Nimepita eneo moja, rais ameshatoa fedha, mradi wa zaidi ya milioni 900. Halafu yule mhandisi yule aliyetakiwa kutekeleza mradi kachukua fedha yote ile, kaondoka nayo. Wananchi wanahangaika kununua maji. Kufuatwa, kuulizwa, wanataka tufuate ustaarabu kwa mtu ambaye hajawafanyia ustaarabu watu wetu maskini. Anasema lipelekeni mahakamani, uchunguzi ufanyike. Tunachunguza nini na fedha tumekupa mwenyewe na mradi hujatekeleza? Na shukuru alikamatwa kabla sijatoka, na nilisema asiachiwe mpaka azitapike hizo fedha ndio awe huru. Sasa mambo mengine yanahusu serikali. Nimepita pale moja ya wilaya huko, wamechukua eneo la mama mmoja pale, mama watu na nyumba yake iko pale, wamebomoa, analala mpaka chooni na watoto wake. Nini? Tunarekebisha mipaka. Hivi hata kauli mbiu ya rais hatuisomi? Anasema tunapotekeleza majukumu yetu tuzingatie utu. Sasa na huku kwingine kote nilikoelekeza, tuna mradi, tunahitaji eneo, lazima tulipe fidia.
Kila mtu apewe haki yake. Tuendelee kutekeleza miradi, tushangilie miradi, tushangilie uwekezaji, tushangilie maendeleo ya nchi yetu. Hatuwezi tukawa tunafurahia maendeleo halafu watu wetu wakiwa wanalala kwenye machozi, kwenye madimbu ya machozi, wametoa eneo wanalia, halafu sisi tushangilie huo mradi. Ndio maana nimeelekeza pale kwenye barabara pale bilioni 6 hiyo ipatikane. Serikali haiwezi ikashindwa kutoa bilioni 6 kwa miaka 13. Hapa ni kwamba mmechukua eneo, mmeshikilia eneo, mmeridhika na eneo, mmewasahau waliokuwa na eneo. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha, hiyo fedha ipatikane kabla ya mwaka wa fedha huu kuisha. Wale wananchi wapewe fedha yao ili wafanye shughuli zingine. Ninyi mnaweza mkaona tu ni eneo la mradi. Wenzenu pale hilo ndo gala lao, ndo chakula chao wao. Wao, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi na Naibu Waziri wa Fedha, muongee na makatibu wakuu wenu, muongee na mawaziri wenu kabla ya mwaka wa fedha huu kuisha. Ile fedha ipatikane. Kama hakuna fedha, warudisheni maeneo yao, waanze kulima, waendelee na kilimo. Waniliona nifanye hayo ya utangulizi. Nachukia uzembe, nachukia uvivu, nachukia unyang'anyi, nachukia watu kupuuza kero za wengine. Nachukia watu kuzoea shida za wengine. Wakipelekewa shida ni kama wamesalimiwa tu. Wanapokea, wanaendelea na shughuli zao. Chatting kwenye simu, umbea. Chati umbea, chati kuulizia maslahi binafsi. Tunataka kero ikishafika kwenye ofisi ya umma, tunataka ipate ufumbuzi. Ninyi wa mikoa hii ya kwanza mmepata faida ya kupata haya maelekezo. Nilisema nikiwa Dodoma, nimesema kwenye ziara. Baada ya hapo nitakuwa nataka kila mwezi, kila wilaya, kila mkoa tujue walipokea jambo gani linahusu wananchi na walitatuaje. Hii habari ya kukaa mwezi mzima, mwaka mzima, na jambo limeshafika kwenye ofisi, taarifa ya utatuzi, unabakia kusikia tu tumelipokea. Unabakia tumelipokea. Tumelipokea. Nilipita pale, wale wa kahawa, jambo la tangu mwaka 2023 wako na fedha ya wakulima, wananchi wa kawaida kabisa, na wenyewe wananiambia tumelipokea. Wanasikia ziara ndo wanaanza vikao, tumelipokea. Na mimi niko hapa upige changa la macho eti tutawalipa mwaka kesho. Bodi ya korosho, bodi ya kahawa na chama cha ushirika, mnakaa hiyo Jumatano jioni mniambie mnalipa lini hizo fedha.
habari ya mwaka kesho nimekataa, na kama hamtakuja na jibu la uhakika, tutauza mali zenu tuwalipe wananchi hao. Niliona wale wa mgogoro wa yule mama pale. Vitu viko wazi, vingine havihitaji hela, vinahitaji uongozi tu. Nilikuwa nasisitiza mambo ambayo nimeelekeza yafanyike. Nimefurahishwa na hili la usimamizi wa miradi ya maendeleo. Nilikopita, taarifa yangu inaonyesha maeneo ambayo yalikuwa na kasoro zilifanyiwa kazi, hatua zimechukuliwa. Miradi mingine mikubwa kama ujenzi wa vibanda vya soko la Mbuyuni, nimeelezewa ujenzi wa barabara, hatua zimechukuliwa. Meona Muheza pale Muheza walipelekewa fedha za jengo kama hilo la halmashauri ambayo tumezindua leo pale, na lile tuliloliona kule Rombo. Fedha ya mradi zaidi ya milioni 343 wamegawana kwenye posho. Zaidi ya milioni 110 wamemlipa mkandarasi, hata mkataba hana, haijulikani wamemlipa kwa ajili ya nini. Nikamwelekeza waziri, nikasema pale fyeka wote, wilaya ile ianze upya, fyeka wote. Haya mambo ya kugeuza kodi ni kodi, fedha walipa kodi ni shamba la bibi. Someni alama za nyakati na hatua zichukuliwe. Kwa hiyo, waheshimiwa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na timu yako, mmefanya vizuri, mmesimamia vizuri ujenzi wa majengo haya, hilo limenifurahisha. Endeleeni nayo. Eneo moja tu ninazo taarifa. Waheshimiwa madiwani, mko wapi? Na halmashauri, simameni. Ninazo taarifa hapa. Kuna hangover kakugombana hapa. Kakugombana hapa. Ninyi mnagombana wakati wananchi wana migogoro ya ardhi. Mstahiki Meya, acheni utaratibu wa kugombana. Na bahati nzuri mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Kama madiwani mtaendelea na utaratibu wa kugombana makundi, mlezi wa mkoa ni nani, Mheshimiwa Mwenyekiti? Nitaiangalia ile taarifa ya mlezi. Acheni utaratibu wa kugombana. Tuna kamati za kila sekta, shughulikieni na mambo ya wananchi. Na hii tabia ya madiwani kugombana kila wakati, makundi, chaguzi, kiu ya vyeo. Kwa sababu sasa hivi hili jambo la TAMISEMI liko kwangu na mpaka na halmashauri zetu hizi. Mheshimiwa Waziri, nilishaelekeza tafuteni ile sheria inayoongelea kila siku tutachagua makamu mwenyekiti, tunaifuta na yenyewe. Watu wakae wa concentrate na shida na kero za watu. Sio kila mwaka tunawaza kugawana vyeo, kugombea, tunagawana halmashauri. Tumefanya halmashauri ni ukumbi wa uchaguzi. Nitaifuta na yenyewe hiyo. Mwelekeze katibu mkuu, andaeni hiyo sheria hiyo ifutwe. Tunatengeneza makundi kwenye halmashauri, watu hawahangaiki na migogoro ya ardhi, hawahangaiki
wa mama wajane wananyang'anywa maeneo, tuna kamati za maendeleo ya jamii, ninyi mnawaza vyeo tu. Kaeni. Andikeni kwa mwanasheria mkuu, bunge linalofuata apeleke marekebisho ya sheria kuondoa mambo ya kila siku watu wanawaza vyeo. Wanagawana wataalamu wa halmashauri, kila mtu anawaza kuandaa mwenyekiti wa kamati, makamu mwenyekiti. Muundo wa uongozi wa nchi yetu tumeupeleka mpaka ngazi aliko mwananchi. Hizi kero zinakaaje mpaka aje rais, aje makamu wa rais, aje waziri mkuu? Hawa viongozi ambao tuko nao kila siku na ziara mnafanya kitu gani? Nimefika pale eneo moja pale Mombo pale, nimekuta eneo la kijiji limeuzwa, wenye viti sijui nani na serikali ya kijiji, rushwa hapo, wamekutana na wafugaji, wameuza eneo. Nikasema mkuu wa mkoa, futa serikali yote ile, ianze upya na yenyewe. Rushwa kutembea na miuli tu kuhalalisha rushwa. Niliambiwa hata Mheshimiwa Mkurugenzi, niliambiwa hata mfuko wa jimbo haujaundwa hapa. Mnalumbana nani wawe wajumbe. Mheshimiwa Waziri, sheria inasemaje? Nani anaunda mfuko wa jimbo? Mpeni kisemeo. Nani anaunda? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kawaida kamati zote kwenye halmashauri zetu, mara anapopatikana mwenyekiti wa halmashauri au mwenyekiti wa manispaa au jiji, yeye anakuwa na jukumu la kuunda kamati hizi akishauriwa na mkurugenzi. Lakini linapokuja swala la kamati ya mfuko wa jimbo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, haiwezi kamati hii kuundwa bila kumshirikisha Mheshimiwa mbunge, maana ndio mwenyekiti wa kamati hiyo. Haya, mkurugenzi, mwacheni mbunge, kama mna maoni yenu mpeni ushauri, atakachopitisha ndio hicho. Mfuko wa jimbo ni shilingi ngapi mfuko wa jimbo hapa mnapokea? Milioni 62. Mnagombana kuhusu milioni 62. Mna miradi mikubwa ya aina hii. Mbona mna kazi nzuri mnafanya, mkurugenzi? Mwacheni mbunge aunde mfuko wa jimbo. Bahati moja nzuri kwa muundo wa serikali yetu, kwa muundo wa checks and balance, muundo wa kuwajibika ndani ya nchi yetu, sio kama baadhi ya nchi ambazo mfuko wa jimbo unapelekwa kwenye akaunti ya mbunge. Sisi fedha zote zinakuja kwako na mapendekezo yote yanakuja kwa mkurugenzi. Hata kamati zikaeje, mwisho wa siku inakuja kwa mkurugenzi. Mkurugenzi ndo anayepokea fedha hata za mfuko wa jimbo. Sheria imetaka aunde kamati. Kwa nini na hilo mnalumbana nalo? Mwacheni mbunge aunde kamati. Kama mna madiwani marafiki, watumeni kazi zingine. Na Mheshimiwa Waziri, waandikie wakurugenzi wote watambue hilo. Na nimeelekeza fedha zote za miradi ya maendeleo zinapofika katika maeneo yenu. Rasi uko wapi? Rasi, nimeelekeza fedha zote za maendeleo zinapofika katika mkoa, sio siri. Mkuu wa mkoa ajue, zinapokwenda kwenye wilaya, wakuu wa wilaya wajue, na ofisi za wabunge zijue, na madiwani wajue, sio siri. Hii mambo ya kufanya fedha ni siri, ndio watu wanalipana posho fedha za mradi wa maendeleo. Kwenye hili la miradi ya maendeleo, kwenye hili la uwajibikaji, kwenye hili la miradi ya maendeleo, kwenye hili la uwajibikaji, kwenye hili la kutokupuuza shida za watu, mtanuna, mtapasuka bure tu. Sikilizeni ninachowaambia. Miradi ya maendeleo sio siri. Kwa nini mkuu wa wilaya aone mradi siku Mwenge unakuja?
Yaani ninyi mmekuwa vetted kuliko mkuu wa wilaya. Sio siri, mradi wa maendeleo ni huu, wajue. Miradi ya fedha zimeshakuja, wajue. Shida iko wapi? Ili wasimamie utekelezaji wa miradi hiyo. Hii mambo ya kufanya siri siri ndio eneo ambalo BOQ imesema ziwekwe nondo za milimita 16, tunawekewa za milimita 4. Zamani teknolojia hata ilikuwa haipo, majengo yamejengwa, tumeyakuta hata sisi vijukuu. Sisi tunajenga bado hata mwenge haujapita, tunaenda kuanza kuhangaika kupiga polish, nyufa zimeshatokea. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, haya mengine nasema tu ni ya jumla. Kwenu ninyi hapa kazi yenu nimeiona iko vizuri. Nasema ya jumla ambayo tunatakiwa kuyarekebisha. Ninyi mmesimamia vizuri. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, jengo nimeliona, miradi niliyopitia nimeona, nimeridhika nayo. Mmefanya vizuri. Mmefanya vizuri. Haya ninayosema ni ya jumla. Tunataka ninyi huku wakiwemo na wananchi. Mimi niwaambieni, inawezekana miongoni mwenu wako watu wengi sana wanamfahamu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa robo tu ya jinsi alivyo. Laiti wote mngejua commitment yake kwenye mambo ya maendeleo. Mngejua wote. Watu wengine wanadhani hata hivi tunataja haya mafedha yaliyomiminika haya, wanadhani ilitokea tu kama mawingu ya mlimani huko, siku tu naamka yapo. Ni commitment, dhamira ya dhati. Anataka fedha ziende zitekeleze miradi ya maendeleo. Mimi ambaye nilikuwa napigwa hiyo pressure, mimi ambaye miaka 4 nilikuwa napigwa ile pressure, nimeingia Wizara ya Fedha, shemeji yenu, sikuwa hata na kanywele keupe kichwani. Zilishaanza kuja pressure ya fedha ziende kwenye miradi ya maendeleo. Leo kuja kuona mtu anacheza inakera sana. Tumeenda eneo moja na Mheshimiwa Rais mwezi mtukufu kama hivi sasa hivi, anafuturu kwa maji, lakini anataka fedha ya mradi ipatikane. Halafu yeye kahangaika hivyo, inakwenda kwenye kutekeleza eneo la kutekeleza mradi, watu wako tu busy na kuchati umbea, wamepelekewa fedha ya kujenga matundo ya vyoo mwaka mzima, fedha ipo na hawajatekeleza mradi. Halafu mimi niliyepewa kusimamia unataka niwaimbie pambio? Nilipita hapo eneo moja pale, nimeelekeza na kwenyewe hatua zichukuliwe. Wafuatilie, wachunguze, wachukue hatua za kinidhamu. Tuna fedha tangu mwaka jana za kujenga sekondari, madarasa na matundo ya vyoo. Watu wako tu, kwa sababu wao wanapanda tu cheo hata kwa kukaa tu. Hata usipofanya kazi, ukishakuwa kazini miaka 3 upande tu. Na kwao wanakaa vizuri tu, na mshahara unaingia tu, fedha imeshakuja mwaka mzima. Hebu niambieni sababu yeyote ile toa. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, mwaka mzima fedha unayo, na watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia. Kiwango cha kupuuza hicho. Nikasema uchunguzi ufanyike na hatua zichukuliwe, lakini wale watoto, kama ile shule iko karibu, wote wakajisaidie ofisi ya mkurugenzi na afisa elimu. Tuache kupuuza mambo. Tuache kupuuza mambo. Sasa na kule utajulikana huo ukweli. Pale wale 10 na ngapi wale wasimamisha wangapi wale? 10 na ngapi, na hatua za palipo na wizi, hatua za kisheria za kichunguzi.
zichukuliwe. Walisema hawa tuhamishe, nikasema mimi hakuna mtu kuhamishwa. Ukishaiba hapa huhamishwi. Basi yale yalikuwa ya utangulizi. Umeona lile bango, yule mwenye bango, hebu sogea hapa. Haya jamani, nimeona wale waliochora picha zile wakawapatia vile mawaziri. Aisee, wapatieni waheshimiwa mawaziri, hizi picha nitazifanyia mnada hizi. Huyu anajua sana kuchora huyu. Sasa nimeona kazi kubwa nakasikeje. Nimeona kazi kubwa hii, na wengine nimeona wengine kama mama pale, nimemwona yule mama na mtoto, hilo jambo mahususi. Mtafutieni kiti pale akae ili na apate mtu amsikilize pale. Nenda tu pale wakusikilize. Nimeona jambo lako, tutakusaidia. Katibu msikilize huyo tuone. Sasa tukubaliane jambo. Ninyi wenyewe mnaona, tukubaliane jambo. Wale ambao hoja zao ziko kwa maandishi, wale ambao hoja zenu nimeziona ziko kwa maandishi ambazo zimepangika vizuri, andika namba yako ya simu. Kama hiyo nakala sio original, kwamba unayo kopi yako na kwamba hiyo unaweza ukaniachia, msogee hapa muonane na katibu. Usitoe original, usitoe kopi halisi, toa nakala. Yaani si tunaelewana Kwa wale ambao hoja zao zimeandikwa vizuri, usitoe kopi halisi, usitoe kopi original. Sasa wale ambao zimeandikwa, rudini upande huu hapa hivi. Zile ambazo ziko za sio bango, na maanisha zile ambazo ziko kama barua. Sogeni huku mtakutana na wasaidizi wangu hapa. Kila mmoja iandike vizuri. Usitoe original.
Original ubaki nayo. Wakili msomi, warudishe kabisa huku ili mwasikilize vizuri. Tulia, tutasikilizana vizuri tu. Tunataka ili watu wote waweze kupata haki ya kusikilizwa. Wale ambao hoja imeandikwa vizuri, nimeona mzee hoja yako iko kwa maandishi. Hivyo mpaka kwangu. Haya, wale wote ambao hoja zao zimeandikwa, rudini hapa, tutazipata tu. Lakini usitoe original. Umetokea Geita? Basi tutakusikiliza, rudi hapo. Zile zilizoandikwa sogeeni tu hapo, mtasikilizwa vizuri tu. Wapatieni walio wazee zaidi, wapatieni sehemu ya kukaa. Nimeona mama mwenye mtoto, mama wale wenye watoto, nitawasikiliza. Haya, sehemu ya ndugu zangu bajaji na bodaboda nitalitolea tamko. La kwenu nimeshalisoma. Kaeni, nimeshalisoma. Kundi la wastaafu. Haya, moja aongee kwa niaba. Nani anaongea? Mimi baba ni mstaafu. Nimestaafu na nilifanya kazi miaka 32. Sasa sitapata mafao yangu yamevunjwa. Nasikitika, ninafurahi sana Waziri Mkuu kuja hapa kwetu ili utuondolee kero zetu. Tumeshahangaika mpaka tumechoka. Ukienda huku naambia nenda huku. Tumeshaandika mabarua mpaka tumechoka, hata kirukuu kinaweza kikaja bila mafanikio. Tunaomba utusaidie Waziri Mkuu, kwa vile umeshafika hapa. Mko wangapi? Tuko 10 na wengine ni wagonjwa. Ndio nyie mlio inua mikono. Jambo lenu likoje? 11. Jambo lenu likoje? Mimi nimepunjwa mafao. Mepunjwa mafao? Ndio, nimefanya kazi miaka 32. Mlipeleka barua wapi na wapi? Tumeshaenda huko mkoani, huko NSSF bila mafanikio baba. Rasi tuambie, hili jambo unalifahamu? Tumesukuka nalo sana. Tunaomba msaada baba, kwa sababu umeshafika hapa, wewe ni mkombozi. Rasi uko wapi? Tuambie hili jambo. Unalijua hilo jambo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili lilifika ofisini na tulipeleka kwa manager wa NSSF wa mkoa. Manager wa NSSF yuko wapi? Manager wa NSSF yuko wapi? Hebu tuambie. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ni kweli hawa kina mama wako 11 walistaafu, walikuwa wanafanya kazi ofisi ya hospitali ya halmashauri. Walilipwa pension, pensioners wa kwetu. Lakini baada ya kulipwa pension ikagundulika kuna michango ya miaka ya 80 na 70 ambayo ilikuwa haijawasilishwa na mwajiri. Tumeifuatilia, kwa ujumla wao wote wanadai kama milioni 2 kwa wote 11. Kwa hiyo mwajiri ambaye ni RMO ameshalipa hizo pesa. Tumepeleka makao makuu kwa ajili ya pension adjustment. Na kweli hao akina mama wamekuja ofisini kwangu na nimeonana nao baadhi yao. Wanalipwa lini? Nimefanya mawasiliano, watalipwa kuanzia wiki ijayo. Ninyi tusikilizane. Hiyo adjustment ni nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, pension kuna michango ambayo ilikuja kipindi cha NPF.
ambapo NSSF ilikuwa bado. Kwa ile michango ya kipindi cha NPF ilikuwa haijawasilishwa. Kwa hiyo wakati wanalipwa pension, kuna baadhi ya michango ambayo ilipwa kipindi cha NPF ilikuwa haijaja. Kwa hiyo ndo tukaifuatilia kwa RMO, ililipwa mwaka jana mwezi wa 9. Imelipwa mwaka jana mwezi wa 9. Mbona hamjawalipa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unavyofahamu mifumo ya NPF na NSSF ni tofauti. Kwa hiyo kwenye kuchakata hiyo michango kuingia kwenye kipindi cha NSSF ndio imechukua muda kidogo. Mnawalipa lini? Tunawalipa wiki ijayo kutokana na maelekezo niliyopata ofisi ya mkurugenzi mkuu. Haya, kaa na hao akina mama hapo pembeni, mkubaliane hizo hoja ambazo bado anataka kuziuliza. Kaeni nao pembeni pale, nasema wiki ijayo hiyo mkishalipa mnipe hiyo taarifa. Rasi niipate hii taarifa. Tekeleza mkuu sana. Haya, asanteni mama zangu, asanteni mama zangu. Nini? Jambo la mifugo. Haya, msikilize, mpe mzee yule, mpeni mzee, mwacheni aongee. Mwacheni aongee. Mzee wangu, Waziri Mkuu, nafurahi sana kwanza kunipa hii ruksa tu kuongea mzee wangu. Yaani nimeshiba leo, nasikia njaa leo, nimefunga. Mzee wangu, kuna tajiri hapa Moshi mzee. Yeye yani amekuwa ni tajiri wa ajabu. Ana gorofa karibuni 10, ana nyumba za kupangisha wapangaji karibuni 20. Anashughulika na mambo kukataji mbao huko msitu wa mbao, anauza mbao zote za Moshi ni yeye anauza. Alafu mzee huyo mtu amefungua juzi hapa kampuni ya kuuza bajaji na magari kila kitu. Lakini mzee, cha kushangaza mzee, mwaka wa 20 mimi naishi kwa dada yangu, kachukua sehemu yangu ambayo nilipewa na serikali ya kujenga nikae, kauza. Alafu kibaya zaidi kasema sehemu hiyo kapewa na babake. Babake yenyewe ni mimi hapa, ndio nimempa. Na mimi ndo ameniibia hiyo sehemu. Kila sehemu nikaenda mzee, wewe mtu hawezekani. Ni mtajiri sana hapa Moshi mzee. Naomba msaada wako mzee, nirudishie sehemu yangu kulala mzee. Na hati yangu ni hapa mzee. Haya mzee, nimekupata. Mheshimiwa mkuu wa wilaya yuko wapi? Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hebu mchukue mzee umsikilize. Waitishe kesho hilo ulitatue hilo. Huyu mtu mwenye maeneo yote hayo si ampe mzee eneo lake tu. Mtafute, waite ile wasikilize. Haya, mko wangapi nye? Mko wangapi? Haya, mpe huyo hapo. Tuanze na huyo hapo, afu ndio na wewe utafuata. Hebu mpe maiki huyo. Naomba maiki. Mimi nimeambiwa bwana. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu, mimi naitwa Bwana Stephen Justin Msamo. Naomba nitoe ukweli wangu kwamba mimi nimetokea kata ya Kiruavunjo Mashariki na ni mwanakamati ya siasa ya kata. Kwa hiyo hapa Mheshimiwa nimevaa ndani ya chama nikijua kwamba ninaheshimu chama changu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuwa tumesimama mahali tunashindana kwamba nani atachaguliwa waziri mkuu. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikula shilingi 10,000 kwa ajili ya kudibeti kwamba wewe ndio utachaguliwa. Kwa hiyo naomba nikupongeze sana kwanza na nimpongeze rais kwa kuchaguliwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimefanya kazi katika shirika la utalii. Nilianza Sabasaba miaka 8, baadaye nikahamishwa nikaenda Mount Meru miaka 9. Na baadaye nikapelekwa Ngorongoro wakati nilikuwa nafanya kama internal controller. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati tukiwa tunafanya kazi huko kwenye mahoteli, tulikuwa na siri ambazo tulikuwa tunajaribu kuziangalia kwa ajili ya faida ya serikali. Na mimi nilifanya kwa uaminifu wote Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nataka kuhakikishia Waziri Mkuu kwamba wakati nafanya Sabasaba kwa muda wa miaka 8 hiyo, niliwahi kupata kuwa mfanyakazi bora na nikaongezwa mishahara miezi 3.
Mheshimiwa, shida yangu ni kwamba toka nimefanya kazi, toka nimestafishwa wakati tunauza mahoteli. Samahani Mheshimiwa Hakimu, Mheshimiwa, nina suffer from Parkinson's disease. Ndio sababu natetemeka Mheshimiwa. Ninaumwa sana Mheshimiwa. Kwa hiyo Mheshimiwa, unaonaje kwa sababu unasema unaumwa uje hapa, njoo hapa pembeni upate kiti alafu ielezee vizuri tu kwa katibu wangu hapo. Unaona hapo umesimama sana. Mrusuni aende sehemu aongee akiwa amekaa. Haya, mpeni huyo mwenye huyo hapo. Mwacheni. Ni mimi wa mifugo. Sasa unafanya nini? Itakuja kwako sasa hivi. Kaa kwenye kiti, inakuja sasa hivi. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Nina kero mbili. Kero ya kwanza ambayo imenileta mpaka Mwabogini sikupata nafasi ni kero ya mifugo kule Mawala. Sisi Mawala ni kule tulikotoka Mwabogini Kahe. Kule tumeshika mashamba na kama jitihada zetu kwa ajili ya kuweza kulima, lakini mpaka leo hatujaweza kuvuna kitu. Yaani mashamba yale yamekuwa sehemu ya kulishia mifugo, lakini pia istoshe kule kuna mradi mkubwa wa maji unaotoka chemchemu ya Miwaleni ambayo yote imetekwa na eneo la mpunga pale. Kwa hiyo sisi wakulima ambao tunalima vitu vingine kama mahindi na nini, hatupati maji, tunachimba chini au tutegemee mvua. Na yale maji ni mengi sana yanayotosha eneo lile lote. Lakini kero nyingine ambayo kuiongezea hapo, kilichonifanya mimi niende Mawala ni kero ya Shiri Matunda, eneo lilotaifishwa, eneo la manispaa hapa. Eneo hilo lilitaifishwa na likachukuliwa na mji. Baba yangu alikuwa haje hapa, lakini ameniomba nizungumzie swala hilo. Lilichukuliwa tangu mwaka 1978. Tumezunguka kila mahali na mawaziri wakuu karibu wote. Wazee wamepitia, wamekufa, wameisha, wamebaki wachache, watoto tumekuwa tunaingia, wengine tumeenda kutafuta mashamba huko Mawala, nako tumeshindwa kulima. Kwa hiyo Waziri Mkuu, nakuomba kwa hisani yako utusaidie katika maeneo hayo mawili, eneo la Shiri Matunda na eneo la Mawala. Eneo la Mawala upande wa maji na upande wa mifugo. Asante sana. Haya, asante. Sasa usiende mbali. Pita huku kwa wasaidizi huku ili uliandike vizuri. Hebu wapeni hawa bibi wazee kwanza hapa. Mpeni bibi aliyekaa pale, babu pale na yule bibi tuwatoe hapa. Kaa tu, ongea tu ukiwa umekaa. Nakushukuru kwa kuchaguliwa kwako. Na nakushukuru huyu Mungu aliyekuona ukaja hapa Kilimanjaro. Mimi baba ni mwanga, nilipata ajali ya gari ya polisi. Tangu muda mrefu sijaona msaada wowote wa kusaidika. Nimeenda mahakamani, akasema tuende mahakamani nitapewa haki yangu. Gari ya polisi PT 1100 akasema nitakwenda mahakamani nikapewa haki zangu. Nikaenda akapigwa fine shilingi 60,000. Mimi nilivunjika paja, ninachuma mpaka leo miaka karibu 15. Mimi hapa na meno yameng'oka haya na artificial. Nimekupata. Nimekupata. Tutakuangalia vizuri. Kwa kuwa uko na kiti, kaa pembeni huku, tutakuona hapo. Haya, msikilizeni babu pale. Naomba soko mheshimiwa. Naomba soko mheshimiwa. Ngoja tumsikilize mzee kwanza. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza kwa kuja kwetu wewe naona kama ndio utakuwa mkombozi wetu. Mimi niliingia jeshi la wananchi mwaka 68. Tukaenda kupigana vita vya Uganda. Nimekaa mwanzo mpaka mwisho. Sasa madai yetu sisi hatujalipwa.
Haya, nimekupata. Mheshimiwa Rais akaandika waraka tulipwe tokea tarehe 10 mwezi wa 7. Na nalikumbuka jambo lenu. Hebu nani? Chukua, sogea na mzee hapo, chukua namba yake. Nakumbuka jambo lao lile, nitalifuatilia nione limefika hatua gani. Msikilize mama pale. Ngoja tumsikilize mama pale. Waziri Mkuu, ni kama Mungu amekuleta. Sisi wanyonge wanatuonea. Nina kesi langu la ardhi. Nimeanza mwaka 1918. Hadi sasa wanatuzungusha, wanaenda mahakama ya kwanza. Huyo aliyetu anasema tumeiba shamba na uzee wetu na miaka 88. Sasa ukienda sijua nakula njama na hao wanaoongea simu, wanaongea tunaenda tunarudishwa. Ukienda ni miaka 7, huyu ni wa 8. Ninaenda mahakamani na uzee wangu. Ninaomba unisaidie wewe uleletwa na Mungu. Asante bibi. Nani anayekusimamia? Ili niwape watu. Nani anayemsimamia bibi? Tuko hapa. Mko hapo mnaomsimamia? Tuko. Afisa ardhi wetu, hebu mko wilaya gani? Ya Moshi. Haya, afisa ardhi, hebu tuambie. Ngoja tusikilize jambo moja. Afisa ardhi uko wapi? Afisa ardhi uko wapi? Moshi vijijini? Hawako hapa? Mkurugenzi ni mmoja. Mkurugenzi. Afisa ardhi, unalifahamu hilo jambo? Mheshimiwa, labda nilichukue, nafikiri liko kwenye Baraza la Ardhi na Nyumba. Kwa hiyo nimsikilize nijue kwamba ni kesi namba ngapi. Sasa msikilize. Huyu bibi ameshazeeka, mrudisheni eneo lake. Sawa. Uchukua wale wasaidizi wake. Wale, nenda chukua namba yake ya simu pale. Sawa. Kwa nini mmuhangaishe bibi miaka 18 yote, miaka 8 yote hiyo? Haya, Geita unasemaje? Usishike. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Jackson Magida Clement. Geita kuna mradi wa chuo cha ujenzi wa VETA. Ule mradi ulianza mwaka 2003. Ulipoanza miezi 6 tukaishia kwenye msingi. Mwezi wa 7 nikawakumbusha kwa nini tumesimama na wakati simenti inaganda. Nilipowauliza hivyo wakanijibu kwa barua. Tuliporudi 2014 ofisi ya mdhibiti ubora akaanza kunitengenezea masuala ya kwamba nimpatie pesa. Nilipogoma akaanza njama za kuniferisha kwenye kazi. Nikaripoti TAKUKURU. TAKUKURU wakaja wakakuta kazi ninavyofanya kazi, lakini sikuona majibu. Nikaondoka, nikatulia, nikaendelea kufanya kazi. Nikafikia hatua ya kulipwa pesa. Sikupewa hizo pesa. Nilipoanza kupewa pesa, kuchengeshwa zile fedha, zikapita siku 15. Site ikaanza vurugu vijana. Kwa sababu bosi wangu sasa akawa hataki kutoa pesa. Nikaripoti tena TAKUKURU. TAKUKURU wakalichukua. Mwisho TAKUKURU akaniambia hili limenishinda, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama DC. Nikapeleka barua kwa DC. Sikusikilizwa. Nikapeleka ya pili. Sikusikilizwa. Baadaye siku moja wakanipigia simu engineer akaniambia njoo uchukue pesa kuandike certificate. Nilipoenda kuandikiwa certificate pesa wakaniambia, zikapita siku 15
bila kulipwa hiyo certificate. Pesa wakaenda wakazichukua wao. Walipochukua wao wakakaa nazo, wakapanga njama kuzipiga. Nikajua taarifa. Hawawezi kunyima watu wote taarifa. Ilipobainika tarehe 11 nikapigiwa simu saa 12 kwamba niende ofisi, nahitaji ofisi ya mkuu wa wilaya. Nikaenda, nikakuta bosi wangu ana hela, ameitisha mafundi wa kwangu awalipe. Nikamuuliza, wewe unalipaje hawa watu? Mbona hizi hela kama ni hela zangu nipe niwalipe? Hataki. Akakaa pale na kaimu DC ambaye ni katibu tarafa. Wakagawanyisha, wakamaliza, tukaondoka. Nilipoondoka saa 12 wakanipigia simu, "Njoo tusainie malipo yako." Nikaambia siwezi kusaini malipo ambayo mmewalipa. Sina karatasi yake. Kwa sababu sina karatasi yake, kama mnataka hivyo leteni majina ya watu niadhibitishe nione ni halali. Kama ni halali sawa. Wakaniletea saa 12 jioni. Tukasoma, tukaangalia, tukabadilishana, kweli nikasaini, nikaondoka. Nilipoondoka kesho yake nikaenda TAKUKURU, nikamwambia, wewe nani mkurugenzi wa TAKUKURU, bosi wa TAKUKURU, huyu mtu alienda kuchukua hela benki, ni utaratibu wa kisheria, anachukuaje hela hata kuitwa kwenye kikao? Mimi ni nani ningeishwa kwenye kikao cha mkuu wa wilaya? Ninaishinda wilaya hii yote, mimi nishinde kuitwa? Kwa nini hamchukulie hatua huyu? Nimekuripotia mara 3. Akamuita. Alipomuita akamwambia, wewe mdhibiti ubora una makosa. Kwanza huyu mkataba wa huyu bwana umesha expire 2023. Umemuingiza kwenye kasi na umechukua pesa kinyume cha sheria. Nendeni mkabadilisha haya manzo, niwasuluhishe, muongezee muda huyu amalize kazi, ana matatizo. Amenieleza sababu za msingi, amechukua hela kwa ajili ya kazi hiyo, zinamuumiza. Unaona? Tukaondoka. Akaenda akaandika kweli mikataba 2. Akaja akaniita kusaini. Niliposaini kesho yake, zikapita siku 3, akaandika barua ya kusudio la kuvunja mkataba. Nikamwambia hawa walikuwa wananichezea. Nikamfuata mkuu wa TAKUKURU nikamuuliza, ulikuwa unanidanganya? Mbona huyu umemwambia tukasaini mkataba, mlikuwa mnatengeneza mkataba wa kuvunja kwa sababu halikuwa hana mkataba? Akaniambia, sasa kama wameshindikana, wewe nenda ngazi nyingine. Nikaenda mkoani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilipoenda mkoani nikapangiwa siku tuwakutana wakuu wa idara, injinia wa wilaya, wa mkoa, QS, mwanasheria pamoja na afisa elimu mkoa. Wakadhibitisha kwamba mimi nimeonewa kwenye mradi. Huyu jamaa na makosa. Subiri namalizia sasa. Kitu kilichokuja kuleta shida, akazuia, akaambiwa kwamba usiende kuendelea na hii kazi kwa barua ya PPRA hii. Wakaniandikia barua ofisi ya mkuu wa mkoa. Barua ninazo hapa na ya PPRA, kamwambia usiendelee mpaka mmalize mgogoro huu. Akadharau. Mimi na mali ambazo zinashikiliwa na benki nataka kuuzwa. Wametangaza kwenye gazeti. Nafanyaje? Nimekutafuta. Mwacha ongee. Nimekutafuta ulipokuwa Dar es Salaam kwenye daraja, nikakukoswa. Umeenda Korogwe, nimekufuata, nimekukoswa. Nimeenda ofisini kwako wizarani, sikuruhusiwa na walinzi. Ile geti la kule nyuma, nimehangaika ule walinzi wa ndani wanataka wanichukue maelezo wao, wakati mimi nataka kumwona waziri mkuu. Nikamwambia mimi nisacheni, kama nina matatizo, kama na vitu ambavyo viruhusi kuingia humu ndani. Sawa, nina document zangu tu hizi hapa. Wakataa, nikaondoka. Nilipokusikia huko hapa, nikapanda gari jana Chame saa usiku kuja hapa, na ndio maana nimekuona hapa. Haya, niletee mwenyewe hizo document. Weka na namba yako ya simu. Niletee. Niletee mwenyewe hizo document. Haya, basi sawa, zina namba ya simu. Haya, ongea na waziri pia yuko hapa. Waziri mwenye VETA yuko hapa.
Haya, sasa atulie moja moja sasa. Moja moja. Ndio nasema moja moja. Tulieni tumsikie moja moja. Haya. Tulieni tumsikie. Mnanisikiliza ninachosema? Tulieni tumsikie moja moja. Tulieni tumsikie moja moja. Mkianza kunyosha hivi hatutaelewana. Mnasikia Na tukianza kuchelewa kadri tunavyochelewa kumpa mtu aongee, muda unaenda wenyewe, hautusubiri. Tulieni tumpe moja moja. Hivyo hivyo mlivyopangana. Anza na yule mwenye nyeusi hapo. Huyo hapo, sogea hapo, ongea kifupi. Huyo. Baada ya hapo ukimaliza mpe mwenzako, mpe mwenzako kifupi. Mkianza kunyosha wote tutashindwa kuwasikiliza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi ni wafanyabiashara wa samaki soko la Manyema. Tumeahidiwa kujengewa soko muda mrefu sana mheshimiwa. Na wamepita viongozi wengi wakituahidi, na pia mkurugenzi analijua ile mheshimiwa akisema atajengea soko. Mpaka leo mheshimiwa, jua ni la kwetu, mvua ni ya kwetu. Tumekuwa kama wakimbizi mheshimiwa waziri. Shemegi yetu, naomba tusaidie kwa sababu sisi vijana tunateseka sana. Haya, nimeambiwa mkuu wa mkoa analijua. Nimeambiwa ililoleta shida ni kibali cha matumizi ya ardhi. Sasa rasi mpigie katibu mkuu kabla hatujahitimisha kesho, akupe hilo jibu. Kama kibali hatoi aseme hatoi, kama anatoa aseme anatoa. Tusizungushane kwenye jambo la kibali na watu wanakaa juani. Kwa hiyo kesho tunapojumuisha niwe nimeshapata majawabu ya kibali cha kubadilisha matumizi hilo eneo ambalo mpaka sasa ndo linalotumika. Si unalijua hilo jambo? Si unalifahamu? Haya basi, jioni hii mtafute, kesho hiyo barua hiyo imeshatoka hiyo. Haya, tumeshamaliza la kwako. Mwingine? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Virginia Cosmas Masharia. Ni mama wa watoto 4 ambao nimezalishwa na mwanamume amenitelekeza na hawahudumii watoto kabisa, lakini nilibahatika kupata elimu. Nilipata elimu ya msingi, elimu ya sekondari na elimu sekondari ya juu. Nikabahatika kusoma chuo kikuu cha Muhimbili as bachelor degree of pharmacy, lakini sikuweza kufanikiwa kumaliza Mheshimiwa Waziri Mkuu kutokana na nilipoteza mzazi ambaye nilikuwa ndio namtegemea. Sasa mzazi yule amenitelekezea watoto 4 na walea mwenyewe kwa kufanya vibarua vidogo. Na Mheshimiwa Diwani Kataharia ndio amekuwa msaada mkubwa sana juu ya watoto wangu. Namshukuru sana hilo. Mheshimiwa Diwani Kataharia, Stanley Malinda ndio amekuwa msaada mkuu wa watoto wangu, chakula cha watoto. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, yote ombi langu kuu, naomba unisaidie niweze kurudi elimu baba. Nipate kurudi chuo niweze kupata elimu yangu. Ili niweze kusaidia watoto wangu wasiwe tegemezi. Mheshimiwa Waziri wa Elimu aliachishwa chuo, anaomba kurudi chuo. Haya, njoo hapa pembeni, msaidizi wako Mheshimiwa Waziri yuko wapi? Nenda. Haya, njoo hapa kwa Mheshimiwa Waziri wa Elimu ili atakusaidia. Haya, ngoja muone Mheshimiwa Waziri wa Elimu hapo. Haya, kifupi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Mohamed Saleh Ngaina, natoka wilaya ya Mwanga, kijiji cha Kigare, kitongoji cha Mbakwe. Mheshimiwa, tuliomba kupitishiwa greda kwenye barabara yetu toka mwaka 22. Mheshimiwa, tuliletewa greda, lakini greda halikufanya kazi, liliondoka likaenda kufanya kazi kijiji cha pili. Tukaenda kwa TARURA wilaya kufikisha malalamiko yetu. TARURA wilaya akampigia yule muhusika wa kutengeneza barabara, akasema greda lake haliwezi kupita kwenye hiyo barabara. Nikamuuliza TARURA wilaya, kwani alipokea kazi ya kutengeneza barabara akiwa nyumbani kwake, hakuja kuiona barabara ndipo akasaini mkataba? Hilo likashindikana. Nikaja TARURA mkoa, nikakutana na bwana, nikamueleza TARURA mkoa. TARURA mkoa akapiga simu wilaya ya Mwanga, shida nini? Yule bwana wa Mwanga akamwahidi mwaka 23
tutahakikisha barabara imechimbwa. Mheshimiwa huyu wa mkoa akanipeleka moja kwa moja kwenye ofisi ya TARURA wilaya. Mpaka sasa hivi hakuna chochote kimefanyika, na tunaambia TARURA mkoa ndio mwenye mambo. Haya, ngoja niwaelekeze. Meneja wa TARURA mkoa uko wapi? Meneja wa TARURA yuko wapi? Hili jambo unalifahamu? Unalifahamu eh? Haya. Hebu shehe sogea hapo, muelezee hilo eneo ili atume watu wapeleke watu wengine wakatengeneze hiyo. Sasa ngoja tusikilizane, wala msisukumane. Niliwaambia hivi, nimeona mtu ana barua ambayo imeandikwa. Nimeona pale tena kuna mtu ana barua imeandikwa. Msije mkakosa fursa ya kusikilizwa. Hizi dakika zinakwenda. Wale wote ambao hoja yako iko kwa maandishi vile, peleka kwa wasaidizi hapo, andika na namba yako ya simu. Itapitiwa hoja moja moja na mimi mwenyewe nitatolea maelekezo kuhusu utatuzi wake. Msipoandika, kiangalia mtiririko unavyoenenda, na hapa bado mawaziri hawajaja kujibu, tuna dakika kama 7 hivi. Kwa hiyo wale ambao mmeandika, msije mkapoteza hiyo fursa. Nendeni hapa pembeni, andikeni. Wenzenu wameshaandika, na kesho tutakuwa na timu ya kuongea na mtu mmoja mmoja. Mmenipata ndugu zangu? Kwa wale ambao hoja yenu imeandikwa vizuri, mpeni umama hapo. Mpeni mama huyo hapo. Alafu uje kwa huyo kijana. Alafu uje kwa huyo mzee hapo. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kunipa nafasi hii. Mimi ni mstaafu nesi, nilikuwa nafanya kazi hospitali ya rufaa ya KCMC. Nilikuwa nimeajiriwa na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii mwaka 1982. Nikafanya kazi mpaka mwaka 1995 ambapo tulihamishiwa shirika la Msamaria Mwema na tukaahidiwa kwamba tutalipwa miaka yetu tuliofanya serikalini wakati wa kustaafu. Sasa nimekuja kustaafu mwaka 2019. Nimeanza kufuatilia mafao yangu Wizara ya Afya. Nikaenda Dodoma peke yangu, nikapeleka mafaili yangu yote, nikaacha kule. Mpaka muda huu sijalipwa wala kujibiwa chochote. Tumehangaika, tumeenda kwa mkuu wa mkoa, tumekwenda kwa rasi, hata rasi anajua swala letu, niliko ofisini kwake. Tuko haya, njoo hapa muone rasi pamoja na naibu waziri wa afya ili uwape hizo na nyaraka ili usaidiwe hilo. Haya, mpeni kijana mwingine hapo. Mimi hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Bakari Huseni, ni mwenyeji wa Morogoro. Mzee wangu alikuwa ni mwajiri wa Jeshi la Polisi namba C 8466, Koplo Huseni Ali. Amefariki mwaka 2005. Mpaka leo hii kila nikidai mirasi ya mzee wangu nasumbuliwa. Nikienda Dar makao makuu naambiwa bwana bado rudi mahakamani. Na hii kesi iko mahakamani. Haya, onana pale na mwanasheria pale, umpe pamoja na hizo taarifa za mzee wako. Alafu na wewe uchukue namba yake ya simu. Hilo utalifuatilia kupitia huyo. Mpatieni yule ana shida. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante. Mimi nilipata matatizo ya mguu, ila mpaka kufikia sasa hivi ndugu ambao walikuwa wananisaidia sasa naona kama umeshachoka. Mimi naomba tu nipatie msaada tu na mimi nijiwezeshe angalau hata kutoka nilipo nipige hatua hata kwenda mbele kidogo. Nipata hata mtaji tu. Haya, sawa, tutakusaidia hilo. Goele yuko wapi? Katibu. Hebu nenda onana kwa katibu pale. Katibu, msikilize huyo wewe, tunamsaidiaje? Anahitaji mtaji ili aweze kujitegemea. Peana mawasiliano, alafu tutaona namna ya kukusaidia.
Msikilize mzee hapo. Twende taratibu, tunapungua. Naweza nikasimama. Halo. Aina nipe mwenyewe. Nipe nishike mtasikia vizuri zaidi. Halo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana kunipa nafasi hii. Ilikuwa nije Dodoma, lakini Mungu ni mwaminifu, amekuleta Moshi. Nimefanya kazi za taasisi mbili hapa Moshi, TEMESA. Mimi ni fundi wa mambo ya electronics pamoja na air condition. Nilifanya kazi za matengenezo ya air condition za magari ya serikali na taasisi mbalimbali za serikali tangu 2018. Tangu 2018. Wakawa nalipa kidogo kidogo, na mwisho wa siku walisizi kabisa tangu 2021, na ile kazi niacha mpaka leo hajanilipa tena. Kila nilipofuatilia nani alikuwa anakulipa? Ni TEMESA hiyo. Basi we mstaafu, njoo tu kuonana na naibu. Alafu pili, njoo hapa onana na naibu waziri wa TANESCO pia. Njoo tu onana na naibu waziri wa ujenzi hapa kuunganishe na muhusika ili waweze kumaliza hilo. Mheshimiwa naibu waziri, msikilize huyo. Hebu mpeni yule, alafu tutarudi tena huko. Yule ndugu yangu yule mwenye kofia, yes. Naomba nikushikie. Shikamoo Mheshimiwa Mkuu. Marabu, jambo bwana. Si jambo, kwema. Safi. Pole na majukumu. Asante sana. Mimi ndio simama hapa mbele yako, naitwa Honest Jafari. Ni mjasiriamali machinga, lakini kwa sasa hivi sina mtaji na watoto wananitegemea wawili, mmoja anasoma form 4 mwingine form 3. Niliachwa na mama yao tangu wakiwa wadogo, ndo nawalea mwenyewe. Kwa hiyo naomba unishike mkono. Haya rafiki yangu. Hilo ni binafsi. Basi njoo hapa wewe rafiki yangu. Na wewe muone katibu pale. La kwako la Wesu. Nikuunganisha na Mheshimiwa Wesu. Si huyo hapa yupo. Pita uonane naye. Haya, hebu muoneshe yule anaonesha kitu mwenye picha huyo. Muoneshe huyo mwenye picha. Mwenye picha. Shikamoo Mheshimiwa Waziri. Shikamoo. Jambo bwana. Sijambo Mheshimiwa Waziri. Sasa kwa dakika hizi wengine twendeni hapa tuandike ili mawaziri wajibu. Lako ni moja. Basi tutasikia ya mama na nani? Nitaisemea madereva bajaji, wala msiwe na shida, nitaisemea hapa. Huyu mama. Hebu mpe yule huyo hapo. Huyo ongea. Huyo ndio. Mheshimiwa Waziri Mkuu, heshima yako, barabara imepita halmashauri, ndio wamepitisha karibu na nyumba yangu, hamna watu watatu, kila siku ninataka na magari na bodaboda. Sasa nimeenda kwa njia ya mkurugenzi, sijapewa haki, nikaenda kwa mkuu wa mkoa, sijatendewa haki, yani nimezunguka sehemu nyingi sana. Hapa mahali unakoona sasa hivi napangisha, nakuja kulisha mpugo na kuondoka, maana yake magari ni mengi pale. Na baba yangu ameshajitolea eneo tangu 69 hajalipwa mpaka sasa hivi, na sasa ndio hapo nilikofikia, naomba kuwashikilisha. Haya, njoo hapo unane na mkuu wa wilaya. Njoo pembeni hapo. Wewe mwenye hiyo kesi kubwa, nimekusikia. Wewe mwenye hiyo kesi kubwa, njoo hapa pembeni, tutakusikiliza kabla ya kuondoka. Haya, mpe mama huyo hapo. Milioni 7. Tukalipa hela zingine ikabaki milioni 4. Iko Mwanga benki. Sasa kila saa naletewa majembe, wenzangu wote walikimbia. Tumebaki na wenzangu 4. Mimi sina uwezo jamani ya kulipia watu hela. Nakuomba tu sasa usilie hilo usilie, limeshafika serikalini. Jumanne wanakuja kuchukua nyumba. Haya, tulia, limeshafika. Njoo hapa, njoo msaidizi wako yuko. Hebu nenda muone msaidizi wa mkuu wa mkoa hapo, uandikishe hizo taarifa.
Haya, litasimamiwa hilo. Ataongea nao Mwanga, wawape muda zaidi. Haya, sasa jambo la ndugu zangu wa bajaji, turudi basi, tunataka mawaziri wajibu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kuna hoja hii ya bajaji nilishaisema na kule. Twende turudi tukae ili tupate majibu.